Zaidi ya watoto 200,000 katika wilaya ya Nyamagana mkoani Mwanza wanatarajiwa kupata chanjo ya polio kuanzia kesho, ikiwa ni mwendelezo wa awamu ya pili ya kampeni ya kitaifa ya chanjo hiyo. Wazazi na walezi wametakiwa kuhakikisha wanawapeleka watoto wao ili kukamilisha dozi 2 zinazolenga kuwakinga dhidi ya ugonjwa huo na kuzuia uwezekano wa mlipuko. Elimu kuhusu chanjo hiyo tayari imetolewa kwa kamati za afya ya msingi wilayani humo ili kuongeza uelewa kwa wananchi na kuhamasisha ushiriki wao katika zoezi hilo litakaloanza Mei 7, 2026. Akizungumza na vyombo vya habari, katibu tawala wa wilaya ya Nyamagana Thomas Salala amesema maandalizi yote yamekamilika, huku Wizara ya Afya ikihakikishia upatikanaji wa chanjo za kutosha zitakazotolewa kwa njia ya matone kwa watoto chini ya umri wa miaka 10. Wataalamu wa afya pamoja na viongozi wa dini na jamii wameendelea kutoa wito kwa wananchi kujitokeza kwa wingi, wakisisitiza kuwa zoezi hilo la siku 3 ni muhimu katika kuimarisha kinga ya watoto licha ya kutokuwepo kwa mlipuko wa ugonjwa wa polio nchini kwa sasa. Niombe tena kwa leo viongozi wote mlioko hapa tuchukue kwa namna hiyo hiyo. Jambo hili ambalo tunalifanya hapa ni la kimungu pia na ni ibada pia. Ukibeba kwa uzito wake, ukafanya kwa namna ambavyo unadhani na moyo wako unashuhudia umefanya vizuri, utasaidia watu wengi watokane waepuke hii changamoto ambayo pengine ingeweza kuwapata wao na vizazi vyao. Ukifanya hivyo na kwa nia ya dhati, iko thawabu, viongozi wa dini watatuambia iko thawabu utaipata. Kwa hiyo ndugu zangu, tumewaiteni hapa ili tushirikiane na serikali yenu ili ujumbe uweze kwenda kwa namna ambavyo tungetamani, ili tuweze kufanikiwa na hatimaye lengo letu la watu 213,841 liweze kufanikiwa. Hatuwezi kufanikiwa bila nyie, bila kila mmoja. Tumetawanyika kwenye halmashauri zingine, tukiendelea na shughuli kama hizi, tunaendelea na maandalizi kwa ajili ya zoezi letu tunalotarajia kuanza kesho, kutoa chanjo kwa watoto wetu wenye umri chini ya miaka 10 katika halmashauri zetu zote za mkoa wa Mwanza, halmashauri 8. Zoezi hili litafanyika na tutapita, tumejipanga katika maeneo yote. Lengo ni kuhakikisha kwamba jamii yetu inakuwa salama, tukiwakinga watoto wetu na hii changamoto. Nini? Tunatoa tahadhari ya mapema. Lengo ni kuzuia isitokee shida. Tumeona mabango, tunaona hali ilivyo, changamoto za huu ugonjwa. Mtoto akipata ulemavu wa kudumu, tayari changamoto inaanzia kwenye familia, inaenda mpaka kwenye jamii na inaenda mpaka kwenye taifa. Ninamshukuru Mungu kwa kweli, kwa siku ya leo tumeweza kupata mafunzo kwa ajili ya chanjo ya polio ambayo ni ugonjwa ulio hatari sana katika taifa letu. Kweli baada ya mafunzo haya mambo mengi tumeweza kuelewa kutokana na mwezeshaji ambaye ameweza kututembeza vizuri, na mimi huenda niendelee tu kuhamasisha jamii na waumini kwa ujumla na taifa kwa ujumla kuwa tupeleke watoto wakapate chanjo, ambao watoto wa chini ya miaka 10 waweze kupata chanjo hii kwa sababu ni muhimu sana. Huu ugonjwa ni hatari. Kesho tunaanza chanjo awamu ya pili kwa ngazi ya wilaya hii ya Nyamagana. Awamu ya kwanza waliojitokeza ni watu wengi zaidi, lakini pia tuliwaambia tarehe 7 mwezi wa 5 patakuwepo na chanjo ya ngazi ya pili. Kwa hiyo huko kwenye mitaa yetu kuna wahudumu wa afya, wajumbe wa serikali za mitaa wanahamasisha kwa siku ya leo tarehe 6. Kesho tarehe 7 tunaanza saa 1:30 kwa ngazi ya mashuleni. Tukimaliza mashuleni tunakuja kaya hadi kaya, kuanzia 0 mpaka miaka 10. Hawa watoto watapatiwa chanjo. Ni bora upatiwe chanjo kuliko kuugua ugonjwa wa polio, na ukishaugua ugonjwa wa polio huo hauna dawa. Ni bora upate chanjo ili usiugue ugonjwa wa. Mimi ni Bosco Melody wa Global TV. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.